إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وسلامه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله سبحانه وتعالى فإنه فقد فاز المتقون. بعد يكمل الله سبحانه وتعالى نكم صليا عليه الصلاة والسلام zangu katika imani na usieni kama ambavyo nausia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kwa hakika umefaulu na kufuzu wale ambao ni wenye kufuata maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala na wakajiepusha na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake amekemea na kutahadharisha. Zangu katika imani, miongoni mwa wale ambayo inasikitisha katika zama zetu ambazo tunazo ni kauli ya Allah subhanahu aliposema katika aya wa tilka al-ayyam nudawiluha baina an-nas. Al-aya, haya ni masiku ambayo tunayazungusha kwa mzunguko ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameutaka, na uzungushaji wake unazunguka baina ya watu. Katika mzunguko wa maisha wa masiku ambayo yanaondoka, ndani yake kuna vitu vya kheri vinaondoka, ndani yake kuna mambo mengi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anajalia yanaondoka katika masiku haya. Leo hii tumo katika mzunguko ambao unaenda kuondoa unaenda kumaliza mzunguko wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala aliingiza Ramadhani kwa hikima zake, na sasa hivi tukawa ni wenye kufika katika ile nusu yake tumeshaipita. Watilka al-ayyam nudawiluha baina nas, na hivi ndivyo ambavyo masiku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayazungusha baina ya watu. Uzangu katika imani, hatua ambayo inayokuja katika mizunguko ya masiku haya ambayo tunayo ya khairi ni hatua ambayo imehusishwa na khairi nyingi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maelekezo ya Qur'ani ni makubwa. Maelekezo ya Qur'ani yamehusia sana masiku ambayo yanakuja mbeleni katika mzunguko wa mwezi wa Ramadhani. Pia maelekezo ya sunna za Mtume alayhi salatu wasallam pia yamekuwa ni mazito na yenye kuhimizwa sana katika mzunguko wa mwisho wa Ramadhani. Pia maelekezo ya salafu salih, wema waliotangulia, hali yao, juhudi zao, nguvu yao kubwa ilikuwa inaelekea katika kumi la mwisho. Vile masiku ya Ramadhani yanazidi kuondoka, ndivyo nguvu ya kufanya ibada ilivyokuwa inapatikana kwa watu wa kheri, tofauti na mazoea ya baadhi ya Waislamu ambao wao wamejiwekea kinyume chake ile nguvu ya kuswali tarawih na kuswali sala tano kwa wakati na kupangilia mambo ya kiibada yakaonekana kwamba ni mambo ya mwanzo wa Ramadhani. Yani kumi la mwanzo ndio wakuta watu wanajitahidi kufanya hayo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala alivyowatahini kwa kuwa hawataki dini, hawataki maelekezo ya sheria, yale masiku ya kheri yakawa ni machungu kwa wao.
Masiku yanavizidi kuondoka, watu ambao wanasali sala tano wengine wanakuwa ni wazito kuendea ibada kisawasawa. Wale ambao walikuwa wanasoma Qur'ani wanapatiwa na uvivu, wale ambao walikuwa swali tarawih wanakuwa ni wavivu kuendea. Haya ni mambo ambayo yako kinyume kabisa, yako kinyume na utaratibu wa sheria ya Kiislamu. Bali atakuwa Muislamu akiona hali hiyo imemfikia katika nafsi yake, aihesabu nafsi yake kabla ya kuhesabiwa na Allah tabaraka wa taala. Katika maelekezo ambayo amesimulia Aisha radhiallahu anha, akasema kana an-nabii, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam ziwe juu yake, jitaidu fil ashr al-awakhir ma la jitaidu fi ghairiha. Alikuwa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala akiwa na jitihada kubwa mno katika 10 la mwisho, jitihada ambayo haikuonekana na wala haikufahamika katika 10 ya nyuma. Manake vile ambavyo mzunguko wa Ramadhani unavizidi kuondoka, ndivyo watakiwa Uislamu wazidi kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Ile aya Allah subhanahu wa ta'ala alipoelezea masala ya saum akasema, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, funga hii ni kama vile ambavyo ilivyofaradhishwa kwa waliokuwa kabla yenu, lengo mpate kumcha Allah tabaraka wa taala. Hii nguvu ya takwa yatakiwa ionekane zaidi vile ambavyo mzunguko unavyozidi kuondoka, na ndiyo maelekezo ya sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Tuzanga katika imani, miongoni mwa mambo ya kuyazingatia sana katika masiku ambayo tunayo na kule kuondoka kwake ni jambo zima la qiyamul layl, watu kusimama usiku kwa ajili ya kuswali swala ya tarawih. Maelekezo ya sheria yetu ya Kiislamu yamehimiza sana kwa upande wa wanaume, pia kwa upande wa wanawake. Hao wote sheria imewataka waendee ibada hii katika misikiti au ule wepesi ambao utapatikana ikiwa atashindwa mtu kuelekea msikitini. Bali ukiangalia katika tarehe ya Kiislamu, yule Mtume Ali sallallahu alaihi wasallam na wale maswahaba wake walikuwa na juhudi kubwa katika kuendelea ibada hii ya swala ya tarawih. Bali paka kauli ya Mtume Ali sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muislamu ambaye atakayesimama usiku kwa ajili ya swala tarawih hali ya kuwa na imani kisha katarajia malipo kwa haya mambo mawili, basi afahamu ya kwamba kila kisimamo chake ambacho tutasimama Allah subhanahu wa ta'ala humsamehe yale ambayo aliyotanguliza katika madhambi yake. Mara ngapi tumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wakati ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameamua kutufungulia njia za msamaha, pia watu hawazitaki. Omba msamaha pekee hutaki. Allah akasema ya kwamba simama kisimamo cha tarawih, ndani yake Allah atakusamehe, na hiyo hutaki. Hii ni hatari. Ukiona nafsi yako imefika katika mlango huu, ujue njia ambayo unapita sio njia salama, ni njia ambayo iko kunyume kabisa na maelekezo ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tufahamu ya kwamba yale maelekezo ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kusimama nyuma ya imam ambaye ndani yake aswalisha sala tarawih, kuna fadhila kubwa. Sio swala peke yake, mpaka kule kusimama nyuma ya imam ambaye ndani yake aswalisha swala ya tarawih. Katika riwaya ambayo ipokea Imam Bukhari rahimahullah ta'ala na Imam Muslim, akasema Mtume Ali sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'al imami, Muislam ambaye atakaye swali swala tarawih akasimama katika kisimamo hicho pamoja na imam hata yansarifa, mpaka imam akahitimisha swala hiyo, kutiba lahu qiyamul layl, Allah subhanahu wa ta'ala humwandikia kana kwamba Muislam ambaye aliyoswali usiku mzima. Ni nani katika sisi hapa ambaye yeye kuna siku aliamua kuswali baada ya swala isha akaanza kufanya ibada ya sala mpaka asubuhi? Nani hapa? Manake hakuna. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameyajalia malipo haya kuyapata Muislamu ambaye atakayesimama katika kisimamo cha pamoja na imam. Hii ni fadhila ya kisimamo cha usiku katika mwezi wa Ramadhani. Watakao Waislamu wamche Allah subhanahu wa ta'ala, waendee yale ambayo sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala imeelekeza. Ndugu zangu katika imani, katika mzunguko ambao unaokuja watatikana watu wajipange katika kuendea maelekezo ya sheria. Tumo katika sheria ya Kiislamu kutekeleza ibada ya funga. Tumekubali kuwa katika sheria,
bali yatatikana tukubali kuyaendea yale ambayo sheria imeelekeza ndani ya sheria hii, kwa sababu funga ni sheria ambayo nimeelekeza Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani ya funga hii kuna sheria zingine ambazo ziko ndani yake, watatikana muislamu udumu nazo. Usifuate matashi ya nafsi yako, fuata sheria ambayo Allah subhanahu ameielekeza katika sheria hiyo, ili wewe upate kile kilengwa ambacho kimekusudiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ufahamu ya kwamba hii funga ina hekima zake. Allah subhanahu ana hekima katika kuleta funga, sio jambo la kupita katika umri alafu warudia ile ulikuwa unafanya. Haiko hivyo, na wala sio malengo ya funga. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa anaelezea funga katika Qur'an hakuelezea hivyo. Ameelezea wewe utatoka na kitu wewe ikiwa utayazingatia yale maelekezo Allah subhanahu wa ta'ala. Katika maelekezo ambayo Aisha radhiallahu anha ameongelea katika riwaya Imam Bukhari na Imam Muslim, akasema radhiallahu anha, kana idha dakhala ashr, alikuwa mtume wa Allah sala na salam ziwe juu yake, pindi Allah subhanahu wa ta'ala anapoingiza 10 la mwisho katika mwezi wa Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia yuko hai mpaka katika mwezi wa Ramadhani, katika 10 la mwisho. Alikuwaje mtume alayhi salatu wasalam? Ahya laila, alikuwa anahuisha usiku. Kuhuisha usiku kama elezeka katika riwaya nyingine, ahya lailahu kulla, alikuwa anahuisha usiku wake wote. Maana sehemu ya usiku yote ile alikuwa anafanya ibada. Bali katika riwaya nyingine akasema falam yadhuq ghamman au ghamdan, hakuonja usingizi. 10 la mwisho Ramadhani inapoingia usiku, kuna muda lote halali anafanya ibada. Lakini leo hii mpaka mtu ile tarawih haswali. Sasa usiulize maswali ya kuamka usiku. Ukiangalia mwenendo huu uko kinyume kabisa na maelekezo ya sheria Allah subhanahu. Ikiwa tutaenda hivi kweli ndio utaratibu ambao sheria imetuwekea, au ndio kule kuangamiza nafsi pasi na kujijua? Allah katika Qur'ani alipokuwa anaelezea mtume alayhi salatu wasallam akasema, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwa hakika nyinyi waislamu kumekuwa kwa mtume wa Allah kwa yale aliyokuwa akiyafanya ni kiigizo chema. Je, kiigizo chema ni kwenda naye katika maelekezo au kwenda kinyume na ile maelekezo? La hasha, itakuwa ni kufuata maelekezo ya sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Bali alikuwa mtume napoingia 10 la mwisho alikuwa anahuisha usiku, wa aiqadha ahla, na alikuwa anaamsha familia yake. Hakuna mwana familia anayelala katika 10 la mwisho Ramadhani, wote waamke kwa ajili ya kumdhakiri Allah, kusoma Qur'ani, kuomba dua. Wahitajia ni wanadamu, lazima familia iamke. Ni utaratibu wa mtume alayhi salatu wasalam. Ni nani katika sisi ambaye yeye 10 la mwisho anaamsha familia yote kwa ajili ya kutekeleza ibada? Unawakuta wanahesabika hawafanani kabisa. Kiufupi, watu wajitahidi kufuata maelekezo haya, kwa sababu hakuna maelekezo ya Kiislamu yakawa yana shari. Kila maelekezo ya sheria ukiyafuata kisawasawa utakuwa katika khairi, lakini kule kupuuzia ndio haya ambayo tunayakuta katika mitihani. Majanga yanatukumba muda wote. Hatuishi kulalama kwa sababu gani? Tumeacha utaratibu wa sheria, na haya ambayo yanatokea ndio haki yetu tunayokubali. Lakini maelekezo haya alikuwa mtume alayhi salatu wasalam anaamsha familia yake, wajadda wa shadda limizat, alikuwa anakuwa na juhudi kubwa na alikuwa anajifunga kibwe, maana alikuwa anajipanga kwa ajili ya ibada. Aqulu ma sami'tu wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatim nabiyyi wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Ibadallah, usikum marratan thaniya bi taqwallahi subhanahu fa innahu faqad faza almuttaqun. Zanka katika imani, miongoni mwa wale ambao tutakiwa tulazimishe nafsi zetu kuendea vile ambavyo mzunguko wa masiku na vienda, ni masala mazima ya ibada ya itikafu. Ibada ya itikafu ni watu kulazimiana na misikiti, kubakia misikitini kwa ajili ya kumdhakiri Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani yake ubakie usome Qur'ani, ufanye nyiradi, uswali sala za sunna, uombe dua mbalimbali. Hii ibada ya itikafu mtume wetu alayhi salatu wasalam lilikuwa anapoingia 10 la mwisho alikuwa anajitenga
alikuwa anabakia sana msikitini. Tofauti na zama zetu, kumi la mwisho unapoingia watu wanashughulika na mavazi ya Eid na masuala ya vyakula na mengineyo na kualika watu. Akawa mtu ahangaika huko, hakai msikitini isipokuwa sehemu tu ya swala. Sasa haya sio maelekezo ya sheria. Lazima upate muda wewe kwa ajili ya kukaa katika kumi la mwisho. Nafsi yako ijue ya kwamba Ramadhani hii kumi la mwisho nimekaa kwa ajili ya Allah subhanahu. Nimekaa masaa matatu au nimekaa siku nzima msikitini kumdhakiri Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima utaratibu huo uwe nao, kwa sababu ndiyo maelekezo ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tufahamu masiku yanayokuja mbeleni, kuna usiku wa Lailatul Qadr, usiku ambao sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala imeuongelea katika Qur'an. Bali usiku huo Muislamu ambaye atakayeudiriki, Allah subhanahu wa ta'ala ametangaza kumsamehe madhambi aliyotanguliza katika uhai wake. Maana huenda Allah subhanahu akamjalia akaudiriki usiku huo alafu akafa pale pale, Allah akamfutia madhambi. Hakuna madhambi mtu kama huyo. Allah subhanahu wa ta'ala ametangaza usiku wa Lailatul Qadr kwamba yeye atawasamehe madhambi Waislamu ambao watafanyikiwa kuudiriki usiku huo. Allah subhanahu wa ta'ala katika usiku huo ameelezea ni usiku ambao ameiteremsha Qur'ani, ni usiku ambao makadirio ya viumbe inapita kwa mwaka mzima. Yale ambayo yatakukumba katika khairi na shari yanapitishwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika usiku wa Lailatul Qadr, ambao usiku huu hupatikana ndani ya Ramadhani, tena kwenye kumi la mwisho. Yatatikana Muislam aweze kuwa macho kumi lote kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala yale anayohitajia katika khairi mbalimbali. Allah subhanahu katika Qur'ani akasema inna anzalnahu fi lailatul qadr. Fahamuni Waislamu, hakika yetu tumeteremsha Qur'ani katika usiku wa cheo. Wama adraka ma lailatul qadr, ni kipi ambacho chakujulisha wewe mtume ni nini usiku wa cheo? Lailatul qadr khairum min alf shahr. Usiku wa cheo ni usiku uliokumbora kuliko miezi 1000. Maanake matendo ambayo Waislamu watayafanya ndani ya usiku huu, Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake anayalipa kana kwamba Muislamu huyo ameyafanya ndani ya miezi 1000. Ndio maana hii aya Lailatul Qadri khairu min alf shahr, usiku wa cheo ni mbora kuliko miezi 1000. Maana kitendo cha khairi, umesoma Qur'ani, Allah anakuandikia kana kwamba malipo yaliyosoma miezi 1000. Umetoa sadaka usiku huo hivyo hivyo, umefanya niradi hivyo hivyo na mengineo katika mambo ya khairi. Kisha Allah akasema tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Sio hayo peke yake, ndani yake tanazzalul malaika, usiku huo uteremka malaika katika mbingu ya dunia, waruhu fiha, na malaika Jibril akiwemo katika msafara huu. Huu ni msafara ambao Allah kautaja, na msafara wa malaika ni msafara wa khairi, biidhni rabbihim min kulli amr. Unateremka msafara huo tena kwa idhini ya Mola wao. Allah subhanahu wa ta'ala anatoa maagizo mbinguni, teremkeni, biidhni rabbihim, kwa idhini ya Mola wao, kwa kila amri na maelekezo ya Mola wao. Allah kahitimisha akasema salamun hiya hatta matla'il fajr. Usiku huu wa kuwa wa amani ni usiku wenye amani mpaka wakati ambao alfajiri yachomoza. Wanachuona tafsiri ya Qur'ani walipokuwa wanaangalia kipande hichi wakasema kuanzia jua kuzama kuna kuwa na utulivu wa nafsi. Wewe mwenyewe Muislamu unajikuta una hamu ya kufanya ibada, ile nguvu kubwa ya kufanya ibada unajikuta unayo, bali usiku unakuwa ni mtulivu mpaka ichomoze alfajiri. Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kudiriki usiku huu. Kisha mtume wetu alayhi salatu wasalam akatoa maelekezo katika usiku huu na khairi hizi, akasema man qama lailatul qadr, Muislamu ambaye atakayesimama usiku wa cheo imanan wa ihtisaba, Allah akamwafikisha akaudiriki usiku huu, akawa na imani na akawa ni mwenye kutarajia malipo yake, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah subhanahu wa ta'ala humsamehe yale ambayo aliyotanguliza katika madhambi yake. Bali usiku huu ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala huweza kuhukumu na kugawa mambo mbalimbali. Allah katika Qur'an akasema inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna mundhirin. Fahamuni enyi Waislamu, hakika yetu tumeteremsha Qur'ani katika usiku wenye baraka, usiku ambao tulikuwa tuwaonya waja wetu.
fiha yufrahu kullu amrin hakim. Ndani ya usiku huo Allah subhanahu wa ta'ala hukumu kila hukumu ya kutokea katika dunia hii, tena kwa hekima yake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa na kadiria yale ambayo yatamkuta mwanadamu katika mzunguko wa mwaka mzima ndani ya usiku huu. Sasa itakuwaje wewe kumi la mwisho ukapata muda wa kulala, hali ya kuwa mtume hakulala, alikuwa amsha familia yake? Uzangu katika imani, na usie nafsi yangu kisha na usieni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kujitahidi kumi la mwisho kupambana kuyaendea haya ambayo yamo ndani yake. Bali miongoni mwa fadhila ya kumi la mwisho, Allah subhanahu wa ta'ala huitikia dua za waja. Yaani dua yako ambayo unaiomba, kuna watu mpaka leo wanalalama tuomba dua Allah subhanahu hatuitikii, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amedhamini ndani ya mwezi wa Ramadhani kumi la mwisho ndani yake anaitikia dua za waja wake. Ndio maana Aisha radhiallahu anha katika maneno yake akawa anamwambia Mtume Ali sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi imepokea Imam Tirmidhi na Imam Albani amesahihisha. Akasema Aisha radhiallahu anha, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, in wafaqtu lailatul qadr, unaonaje wewe ikiwa mimi Allah subhanahu wa ta'ala atanijalia nikaidiriki ile lailatul qadr, ule usiku ambao Allah subhanahu ameuongelea katika Qur'an, mimi nikafanikiwa kuudiriki, unaonaje ewe Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala nikiudiriki usiku wa lailatul qadr? Fama aqulu fiha, kitu gani niseme ndani yake? Qala quli, Mtume akasema sema, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Soma dua hii. Sasa maelekezo hadithi ukisoma, kwa nini Mtume amemfundisha? Amemfundisha kwa kuwa ndani ya usiku huo Allah subhanahu wa ta'ala anakubali dua za waja wake. Ndio hekima yake hii. Ndani ya usiku huo Allah subhanahu wa ta'ala anakubali dua za waja wake. Ndio maana walikuwa hawalali, wanajitahidi kumuomba Allah kwa wingi. Huenda ndani yake, ndani ya kila mwisho lote ukijitahidi kusimama kumuomba Allah, ukadiriki usiku huu ndani yake, ufahamu ya kwamba kila ulichokiomba ndani yake kinaitikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni wakati ambao Allah ameahidi kuitikia dua za waja. Ndugu zangu katika imani, tujitahidi sana kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, hasa katika wakati ambao tunao, ili Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kuyadiriki haya yaliyokuja katika Qur'an na maelekezo ya Sunna ya Mtume Ali sallallahu alaihi wasallam. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika kupatia na atuepushe na mitelezo mbalimbali. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie swala zetu na funga zetu na yale ambayo tunayafanya kwa ajili yake.